Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu yangu, leo nataka nikupe zawadi nzuri sana hii kwa mtoto wako, na inshallah kila mzazi basi achukue haya mambo manne na aende akampe zawadi hii mtoto wake. Ni muhimu sana kuyafahamu na kuyajua ili tuwe na kizazi ambacho kwamba kilichokuwa sawa sawa. Yako matatizo ambayo yanawakumba watoto, na iko namna ambayo unaweza ukambadilisha mwanao kutoka hali moja akaenda hali nyingine. Kwa ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukaweza kuyaelewa tunayokwenda kueleza leo ni yapi, na yepi kama mzazi uweze kuyachukua na uende kumfanyia mtoto wako biidhnillah taala. Lakini kabla sijawaletea hayo mambo manne, niombe niwatangazie ndugu zangu katika imani kwamba tuna dua kubwa ya kufunga mwaka tunakwenda kuifanya mwezi 24 Dhulhijja, dua ambayo inabeba watu 50 tu. Yeyote ambaye anataka kujiunga katika dua hiyo basi anapiga ama kutuma message katika namba hii ya 0788905151 ama 0793052052. Utapewa utaratibu jinsi gani unaweza ukashiriki katika dua hiyo. Yenyewe ni ya watu 50 tu, inakwenda kufunga mwaka. Ni maana tuko katika mwezi wa 12 wa Kiislamu. Mwezi unaokuja au Muharram ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hiyo tunakwenda kufanya dua ya kufunga mwaka mwezi 24 katika mwezi huu wa Dhulhijja. Baada ya kuzungumza hayo, sasa twende nikakupe mambo haya manne ambayo kwamba mawili haya kumsaidia mtoto, lakini mawili haya unamfanyia kama tiba kwa mtoto. Jambo la mwanzo kabisa, kama una mtoto ambaye ana tabia za kulia sana usiku, au kama sio usiku lakini wanalia muda mwingi sana, analia mpaka anamnyima raha mama yake, inafikia hatua ule mlezi mpaka anajisikia tabu mpaka anakonda. Kuna baadhi ya watoto wanalia usiku mpaka mama alali usiku. Basi cha kufanya, fanya kitu kimoja. Cha kufanya ndugu yangu, fanya kitu kimoja. Chukua maji, yale maji yachemshe. Yale maji chukua maji ya baridi yaweke pembeni. Alafu chukua makaa ya moto 7. Makaa ya moto mangapi? 7. Chukua kaa la kwanza litie katika yale maji. Unasikia vipi? Chukua la kaa la pili, chova tena katika yale maji. Chukua kaa la tatu mpaka ile makaa 7 yote katika maji. Ukishayaka katika maji ile makaa 3 makaa 7 yote, utayasomea ayatul kursi mara hii moja. Kisha baada hapo nenda kamuogeshe yule mtoto ambaye analia sana, iwe usiku iwe asubuhi iwe mchana, lakini tabia za kulia basi muogeshe maji hayo. Wallahi alazim, mtoto wako huyo hatakuwa tena mlezi na mwenye kumsumbua mzazi. Hii jambo la kwanza, kama zawadi ichukue, na kwa wale wenye shida kama hiyo kafanyie watoto wao. Lakini la pili, kuna baadhi ya watoto wana tabia za kustuka usiku, na alafu anastuka hivi au amekaa lakini anastuka ghafla mpaka unashangaa huyo ameona nini. Basi ukiwa na mtoto wa desturi kama hiyo, chukua maji, chukua udhu wewe mzazi, ukishachukua udhu tayari, mchukue mtoto wako, alafu muelekezee kibla, alafu msomee kwenye sikio lake la kushoto. Utamsomea ayatul kursi mara 7, utamsomea suratul falaq mara 7, ina kul a'udhu bi falaq mara 3, alafu utamsomea suratul nasi mara 3. Kisha baada hapo mpulizie sikio lake la kushoto mara 3, na utampulizia sikio lake la kulia mara 3. Baada hapo wewe mzazi, chukua mikono yako hii, pulize hivi alafu mpanguse mwanao mwili wake wote, inshallah hali hiyo itakuwa imeondoka. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu sasa, jinsi ya kumbadilisha mtoto na kumfanya apende sana masomo. Kumbadilisha mtoto na kumfanya apende sana masomo. Chukua maji, yale maji yasomee suratul Fatiha mara 7, yasomee suratul Mulk, tabarakalladhi biyadihi almulku mara 7, na yasomee surati Nuhu mara 1.
kisha baada hapo, lakini usomaji huo isiwe baada la asili kwenda magharibi, tofauti na mida hiyo unaweza kumfanyia. Baada hapo yale maji mpe yule mtoto wako anywe mara hii mara moja basi, wallahi utamfanya mtoto wako apende sana 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 masomo. Hii ni zawadi ya tatu nakupa ya kumbadilisha mtoto na kumfanya apende sana masomo. Lakini zawadi ya 4 na ya mwisho, hii ya kumuongezea mtoto wako ufahamu, Unafanyaje? Kwanza unamsomea surati Iqra mara 7, maana Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min 'alaq mpaka mwisho, maana mpaka zile aya 5 mpaka pale allama al-insana ma lam ya'lam. Hizi utasomea katika maji mara 7. Baada hapo utasoma aya hii inaosema fafahamna Sulaimana wa kulla ataina hukman wa ilma. Fafahamna Sulaimana wa kulla ataina hukman wa ilman. Hii nayo utaisoma mara ngapi? Mara 7 katika ile maji. Baada ya hapo utasoma bismillahirrahmanirrahim mara 40, kwa maana bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim mpaka mara 40, Ukimaliza mara 40 hapo ndio utamswalia Mtume Muhammad mara ngapi? Mara 10. Kisha baada hapo mpe mtoto wako maji hayo atumie kuyanywa, atazidishiwa sana ufahamu katika rasi yake, atakuwa mzuri sana darasani ukifanya hayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.